ya kuanza na kuendelea na mazoezi tukijiandaa na mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji tarehe 14 hapa katika uwanja KMC. Mechi yetu ya kiporo tunakwenda kucheza na Dodoma Jiji. Lazima kila mmoja atambue kwamba tuna mchezo mgumu siku ya tarehe 14. Dodoma Jiji ni moja kati ya wapinzani ambao ama moja kati ya timu ambazo zinatupa upinzani mkubwa sisi na wao. Maana yake ni kwamba ili tuweze tukapate matokeo lazima tuingie kwa kujidhatiti kweli. Lazima tuingie na ubora wa hali ya juu. Kila mmoja anakumbuka mechi yetu ya kwanza na wao pale Jamhuri Dodoma, ilikuwa ni mechi ngumu kweli ambayo ilimalizwa kwa ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo mechi ya kesho kutwa tarehe 14 itakuwa ni mechi ngumu. Dodoma Jiji ina wachezaji wengi wazuri, walio bora, wenye uzoefu na mpira wa Tanzania. Ina benchi la ufundi lenye walimu wazoefu wenye ubora wa hali ya juu. Hivyo wanakwenda kuproduce mechi ngumu na mechi nzuri. Lakini yote kwa yote, maandalizi ambayo tutafanya kwa muda wa siku hizi mbili ndiyo ambayo yatakwenda kudetermine tutakuwa na mchezo gani na siku ya tarehe 14. Kuna baadhi ya nyota ambao kwenye mechi hii wameonekana kutoka wakichechemea, lakini baadhi wakilazimishika kufanya mabadiliko kama Abdulazak Kamza, lakini pia tumemwona Leon Ateba akitoka akichechemea. Pengine hali inaweza likawa ni sehemu ya wasiwasi kuelekea mechi ya Dodoma Jiji. Wale wote baada ya kumaliza mchezo huu kesho tunakutana katika uwanja wa mazoezi, wanafanyiwa vipimo kwa yule ambaye ana changamoto yoyote ya kiafya. Baada hapo majibu yanatoka na mpango kazi unaanza kutengenezwa. Kwa sasa ni mapema mno kusema nani kaumia nani hata kuwepo, kwa sababu ndio kwanza mechi imeisha na hapa hakuna vipimo. Hapa wanapatiwa tu huduma ya kwanza, lakini kawaida kwa mchezaji kutoka na kuchechemea, kwa sababu dakika 90 zile huwa zinawaacha na maumivu madogo ya hapa na pale. Kwa hiyo anaweza akatoka hapa anachechemea, lakini baadaye akishafuturu anakuwa yuko sawa. Ahmed, ukitazama uwanjani leo idadi ya mashabiki ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na ukubwa wa Simba. Pengine tafsiri yake ni nini, au unahisi changamoto hiyo inasababishwa na nini? Walikuwa wanapiga futari. Mwezi mgumu baba. Walikuwa wanafuturu. Wanapika. Kufuturu ndio. Wengi wa futari Piga futari. Vipi kuhusiana na Kamara pamoja na Fondo Maroni? Maendeleo yao mpaka dakika hii? Wanaendelea vizuri, lakini mwalimu alichagua kuwapumzisha katika mechi ya leo ili waendelee kuwa timamu zaidi. Na mechi ya tarehe 14 mwalimu ataamua awape nafasi ama waendelee kupumzika zaidi, lakini afya zao zinaendelea vizuri. Na mechi hii mwalimu alichagua kuwapumzisha kama ambavyo amepumzisha nyota wengi hasa wa kikosi cha kwanza, ili waendelee kupumzika wakijiandaa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Leo mechi umeitazama ukiwa umekaa kwa mashabiki, nini ambacho kilikufanya ukakae hapo? Nakaa tuna watu wangu, tunapiga story na badilishana mawazo. Yes. Nothing special. Imekaje hii kwa Awesu mechi ya 3 kwa kukuta akicheza dakika hajamaliza dakika 90 na lazima apate majeraha. Na anaonekana ni mguu, anaonekana ni huu. Amelalamika ni mguu. Anapata majeraha kwa kuchechemea. Nachechemea na kwenda taratibu. Unajua wimbo huu? Ahmed, hichi ambacho amekipata TMA alistahili kukipata mtani last week. Kuhusiana na Awesu ni maumivu madogo ya hapa na pale, ambapo akisharudi, unajua hizi mechi mpira hii watu wanagongana sana, kwa hiyo lazima utoke una maumivu, lakini wakitoka hapa wanaingia kwenye barafu. Maumivu yote yale madogo yanaisha, labda kama mtu ana serious injury ndo anaweza akaendelea na maumivu, lakini haya maumivu madogo yote huwa anaishia kwenye pipa la barafu, na baada hapo wanaendelea na maisha kama kawaida. Kama atakuwa ameumia zaidi tutawapa taarifa zaidi. Ahmed Ally, kwa upande wa Simba nataka kuuliza kama mna mtaalamu wa psychology, kwa sababu naona kwa upande wa Budo imekuwa kama ni changamoto, kama ni mchezaji mzuri lakini psychological yake kama haiko sawa. Vipi na mtaalamu wa psychology pale Simba? Mimi nadhani tukuchukue wewe kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza kugundua kwamba
Budo hayuko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza. Sasa mimi nadhani tukuchukue wewe mwanangu Lugano Israel ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba Budo hayuko sawa kisaikolojia. Sasa tukuchukue wewe mtaalamu ukamsaidie Budo, sababu wewe umeshagundua kama hayuko sawa. Yote kwa yote ni kwamba anatimiza kile ambacho mwalimu anamtuma, na ukiangalia leo amecheza kwa dakika 90. Maana yake ni kwamba kile ambacho mwalimu alihitaji Joshua Mutale SGR akifanye amekitimiza, ndio maana hakuweza kumtoa. Kama angekuwa hatimizi majukumu yake, naamini mwalimu angemtoa. Otherwise tupate nafasi siku moja tumuulize mwalimu Fadlu, pengine yeye ana jicho la tofauti na mashabiki wengi ambao wanaliona. Pengine yeye kuna namna ambavyo anamtazama Joshua Mutale ya kwamba anatimiza majukumu yake au la. Kwa hiyo kwa mimi niseme tu kwamba kwa kuwa mwalimu hakumfanyia mabadiliko, tafsiri yake ni kwamba ameridhishwa na kiwango chake. Kama kuna lolote mwalimu Fadlu tutakuja kumuuliza siku moja, mwalimu unamreti vipi ama una comment gani kwa mchezaji fulani. Swali langu la msingi hujanijibu. Lipi hilo? Kama Simba mna mtaalamu wa psychology au hakuna? Hatuna mtu mwenye matatizo ya akili, kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na mtaalamu wa psychology. Kwa hiyo makosa yote ambayo Budo alikuwa anayafanya ni kama mwalimu ndivyo alivyokuwa amemwagiza akafanya, sababu hata mashabiki walikuwa wanashuhudia hicho kitu ambacho kinafanyika. Amefanya makosa ni mengi sana ambayo unaweza kaona kama ni mtu ambaye kichwani hayuko sawa sawa. Kwa hiyo umeshagundua kama Budo hayuko sawa sawa. Wewe unamuonaje? Mimi namuona yuko sawa. Ni vile ambavyo Budo mlikuwa mnamtarajia kabla kipindi mnasema SGR. Hajaonesha ule ubora ambao sisi wana Simba tunamjua, lakini hayupo kwenye kiwango kibaya sana cha kusema tumtafutie mtaalamu wa akili. Yupo kwenye kiwango cha kawaida, na kwa kuwa sisi wana Simba wengi tunafahamu ubora na kipaji alichokuwa nacho Budo, ndio maana kuna wakati tunaweza kulalamika, lakini kiuhalisia ni kwamba kiwango alichokuwa nacho anahitaji support kidogo ya kuongeza ili afikie kwenye ule ubora ambao sisi wana Simba tunajua Budo ni bora kwenye eneo hilo. Tukafuturu. Kwa hiyo makosa yote ambayo Budo alikuwa anayafanya ni kama mwalimu ndivyo alivyokuwa amemwagiza akafanya, sababu hata mashabiki walikuwa wanashuhudia hicho kitu ambacho kinafanyika. Amefanya makosa ni mengi sana ambayo unaweza kaona kama ni mtu ambaye kichwani hayuko sawa sawa. Kwa hiyo umeshagundua kama Budo hayuko sawa sawa. Wewe unamuonaje? Mimi namuona yuko sawa. Ni vile ambavyo Budo mlikuwa mnamtarajia kabla kipindi mnasema SGR. Hajaonesha ule ubora ambao sisi wana Simba tunamjua, lakini hayupo kwenye kiwango kibaya sana cha kusema tumtafutie mtaalamu wa akili. Yupo kwenye kiwango cha kawaida, na kwa kuwa sisi wana Simba wengi tunafahamu ubora na kipaji alichokuwa nacho Budo, ndio maana kuna wakati tunaweza kulalamika, lakini kiuhalisia ni kwamba kiwango alichokuwa nacho anahitaji support kidogo ya kuongeza ili afikie kwenye ule ubora ambao sisi wana Simba tunajua Budo ni bora kwenye eneo hilo.